Haleluya, siku ya 30 ya mwezi wa 6 2026. Naitwa Zawadi na kusalimu katika jina la Bwana Yesu, nikiamini neema ya Mungu inaendelea kuhifadhi na upendo wa Mungu unaendelea kukutunza na fadhili zake kwa kweli ni za milele. Mungu wetu ni mwema, ni Mungu mwenye haki, ni Mungu mwenye upendo, na kwa sababu ya wema wake na upendo wake tunamshukuru. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu tunayoipata kwenye Rhapsody ya Uhakika, na Rhapsody ya Uhakika inaandaliwa na mchungaji Chris. Ujumbe wetu leo unatuambia mashetani si kigezo. Devils are not a factor, not a factor. Mashetani si kigezo. Neno la msingi liko katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Hapa Biblia inatuambia akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Haleluya. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Sasa katika ufafanuzi, mtu wa Mungu hapa anatuambia, hebu natuweke msingi wa jambo muhimu sana. Wewe huko katika kiwango sawa na mapepo. Yaani hauko katika kiwango sawa na mapepo. Haijalishi wako juu kiasi gani. Umeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndio nafasi yako. Hiyo ndio nafasi yako. Ni muhimu ulielewe hili. Kwa hiyo linapokuja suala la kushughulika na mapepo, si mapambano, si hali ambayo unaendelea kubishana nayo. Hapana. Hiyo si picha ambayo neno linatoa. Hujadiliani na mapepo, unawafukuza. Bwana Yesu alitumia maneno yenye nguvu zaidi. Alisema katika Marko 16:17 kwamba kwa jina langu watatoa pepo. Kutoa inamaanisha kusukuma nje, kufukuza nje, kung'oa. Inatoa picha ya kuondolewa kwa nguvu, yani kufukuzwa kutumia mamlaka, kuondoa. Hiyo ndio mamlaka alikupa. Unapaswa kuamuru pepo watoke nje, na hakuweka mipaka yoyote kwake. Hakusema kama wako karibu wanaweza kukemea watoke nje. Hakusema kama wako karibu unaweza kukemea watoke nje, lakini kama wako mbali huwezi. Hapana. Alikupa jina lililo juu ya kila jina. Katika Wafilipi 2:10 tunaambiwa, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Haleluya. Kwa hiyo haijalishi wako wapi, unaposema kwa jina la Yesu wanapaswa kutii. Unatoa neno popote ulipo, nao wanakusikia, nao wanatii. Ndio maana shetani na vikosi vya kuzimu si sababu hata kidogo. Hata hivyo, unapoambiwa kwamba mapepo ndio yanahusika na jambo fulani, inapaswa kurahisisha mambo kwako. Wanaelewa mamlaka. Huu ndio ukweli. Umeketi pamoja na Kristo. Unafanya kazi kutoka mahali pa utawala. Kwa hiyo kataa kuogopa, kataa kujadiliana na mapepo. Tumia mamlaka yako na utekeleze utawala wako juu yao kwa jina la Yesu. Oh, haleluya. Hii ni habari njema sana. Hii ndio tafakari ya Bwana Yesu, yani ya mchungaji Chris kuhusiana na mamlaka aliyotupa Bwana Yesu. Nimeweka kituo hapo kidogo. Kufahamu kwamba uko wapi na kusaidia sana. Katika maisha ya kawaida hapa, mtu anajua labda kama nakaa Dar es Salaam, nakaa Kinondoni, nakaa Kisumu, labda niko Jinja, Kampala, nakaa Australia, ama yani ufahamu wako unajua uko wapi. Lakini usiruhusu shetani aanze kukudanganya kwamba uko katika hali ya wewe ni mwathirika wa jambo fulani. Ufahamu ni swala la muhimu sana kuweka katika hali iliyo sahihi. Hapa mtu wa Mungu anatukumbusha kusema kwamba mahali tulipo tuko ndani ya Kristo.
Kristo Yesu ni mahali na Kristo Yesu ni Bwana. Ndio maana hapa anasema akatuhamisha, akatutoa katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ndani ya Yesu Kristo. Huko ndiko tuliko saa hii. Hatutakwenda huko baadaye, tunaishi huko. Oh, haleluya. Ndio maana ukikumbuka katika baadhi ya tafakari zilizopita, mtu wa Mungu alitukumbusha katika ule mstari anasema, wenyeji wa mji huo, hakuna mwenyeji katika mji huo anayesema ninaumwa ama mimi ni dhaifu, kwa sababu ya yale ambayo Bwana amefanya. Maanake nini? Ametuhamisha kutoka katika ulimwengu wa giza, akatuingiza katika ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lake. Sasa hapa leo tunazungumza habari ya mamlaka tulio nayo katika Kristo Yesu. Tumeongelea kuhusu mapepo. Sasa naomba nitoe angalizo kidogo. Kuna watu wanasema mapepo, wengine wanasema pepo. Kwenye Kiswahili mapepo na pepo matumizi yake yote yanakubalika. Kwa hiyo mapepo sawa kwa wingi, maanake na pepo hawa sawa katika lugha ya Biblia. Kwa hiyo anazungumzia kuhusu kazi za shetani. Hapa mtu wa Mungu ametuambia haijalishi wako wapi, unaposema kwa jina la Yesu wanapaswa kutii. Nafikiri kwa baadhi yetu utakumbuka kwamba kuna wengine ambao hutumia siku nzima wanakemea pepo. Usianze kuuliza umetoka wapi, umekujaje, nani amekuleta, umetumwa na nani. Hiyo sio shughuli yako, una haja. Tujifunze kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu akasema fumba kinywa mtoke. Fumba kinywa mtoke. Usiulize maswali, kwa sababu mapepo na pepo hawa huwa wana tabia kusema uongo, na ukiwasikiliza wanakufanya uamini wanachokisema. Usimwamini pepo hata dakika moja. Usiamini pepo hata dakika moja. Usimpe nafasi pepo akuambie ametoka sijui wapi, au mjomba wake alinituma sijui kuja kufanya nini. Usipoteze muda nao. Tumia mamlaka ulionao katika jina la Yesu. Anasema haijalishi wako wapi. Wanaweza wako Marekani, inawezekana wako Urusi, au wako huko Mashariki ya Kati, ama wako sijui Mombasa, sijui wako Mwanza. Tumia jina la Yesu Kristo, vunja, haribu. Namshukuru Mungu kwamba mwezi wa 6 ulikuwa mwezi wa maombi. Tumekuwa tukifanya maombi, tukiombea mataifa, tunaombea viongozi. Siku 2 zilizopita, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, tumefanya maombi kwa ajili ya kuombea viongozi na dunia yetu tunayoishi, ili jina la Bwana na ufalme wa Mungu uweze kuendelea kuthibitika kupitia sisi. Tumetumia jina la Yesu kuharibu kazi za shetani kwenye ngazi ya kimataifa, hata kwenye vyombo vya kimataifa, kwenye serikali, kwenye viongozi, kila mahali. Haijalishi wako wapi, wawe Karakasi, haijalishi. Nguvu ya neno la Mungu inatenda kazi. Haleluya. Kataa kuogopa, kataa kujadiliana na mapepo. Tumia mamlaka yako na utekeleze utawala wako juu yao kwa jina la Yesu. Ukiri, nimeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko enzi yote, nguvu na kila jina litajwalo. Ninatumia mamlaka katika jina la Yesu, na kila nguvu ya giza huitikia maneno yangu na kutii. Ninatawala pamoja na Kristo. Shetani na wafuasi wake wako chini ya miguu yangu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Masomo zaidi katika tafakari yetu leo, Marko 16:17 inasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Oh, haleluya. Wafilipi 2:9-10 inatuambia, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Luka 10:19 inasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Niko vile Mungu anasema nilivyo. Ninatembea katika kile alichosema Bwana Yesu, na ninafanya kile Roho Mtakatifu ananisaidia kufanya na kuniongoza. Neno la Mungu ni ushindi katika maisha yangu, na neno la Mungu ni ushindi kwako. Ndio maana nashirikiana na wewe. Una haja kumwogopa mchawi.
Huna haja kuogopa pepo wabaya wala kazi zozote za adui. Tafakari iliyopita tulijifunza kwamba wao hawajaongezeka kwenye idadi yao, ni wale wale tangu enzi za Adamu mpaka leo, na mbinu wanazozitumia mapepo na majini, marohani na kila kazi za adui ni zile zile. Lakini atukuzwe Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Mungu alipotupenda alimtoa Yesu akaja akafanyika kuwa dhabihu kwetu. Sasa tunaishi ndani yake leo. Kwa hiyo unapotumia jina la Yesu, mapepo yanaelewa hiyo mamlaka, yanajua vizuri sana na yanatii. Yasikudanganye. Ndio maana hapa mtu wa Mungu anatuambia kabisa, usijadiliane na mapepo, tumia mamlaka ulionayo katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana Yesu alishatuambia kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, na sisi tunaamini. Akasema, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Ndio maana utasikia watu wananena kwa lugha, kwa sababu hiyo ishara Bwana Yesu alikwisha kuisema, na ametupa mamlaka tuweze kutembea katika ushindi wakati wote. Haleluya. Naam, muda wetu hauturuhusu kuendelea. Bila shaka umejifunza kitu kulingana na neno la Mungu. Basi kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, useme sala hii baada yangu. Sema, Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na katika jina lake napokea uzima wa milele katika roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana, mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa sala hii, karibu katika ufalme wa Mungu. Mungu wangu aliye hai akubariki. Roho Mtakatifu aendelee kukuinua, kukutunza, kukuhifadhi na kuendelea kukufundisha neno lake uishi katika ushindi. Haleluya. Tuandikie, nambari zetu ni alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Baba Mungu aliye hai akubariki.